Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu nyote kwa jina la Yesu. Tumefika sasa ule wakati muhimu, wakati wa kulinena ama wakati wa kumega mkate, na mkate ni kwamba ni neno la Mungu lenye hai. So nachukua fursa hii nikiwakaribisha nyote katika ibada hii. Mnao niangalia kwa runinga, wote ambao mko hapa ndani, na wakaribisha nyote ili kwamba tukaweze kubarikiwa pamoja mahali hapa. So ujumbe wetu wa leo tunaongea juu ya pendo la mzazi kwa mwana. Pendo la mzazi kwa mwana. Hiyo ndio ujumbe wa leo. Ninaenda kunena siku ya leo mahali hapa. Unene angalia kwa runinga hii. Hii ndio ujumbe ambayo inakujia live kutoka hapa Shaks. Hii ni Nzolefu TV Kenya. Kwa hivyo mnakaribishwa kabisa. Pendo la mzazi kwa mwana. Pendo ni nini? Maana yake, pendo ni hali ya kuvutiwa na kitu na kuingia moyoni mwa mtu ama moyoni mwako. Hiyo ndio upendo. Kitu fulani kuvutie, amevutiwa na kitu fulani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio maana ya pendo. Mvuto fulani ama kuvutiwa na kitu na kuingia moyoni mwa mtu, yani uvutiwe na kitu kiingie kwako, ndio sasa utachukua hatua ya kupenda. Ni kitu gani ambacho umeona kwa mtu yule, ama ni kitu gani umeona kimeleta mvuto kwako? Hiyo ndio inaleta neno pendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Linaweza kuwa ni tunda zuri umeletewa, inaweza kuwa ni gari nzuri umeletewa, inaweza kuwa ni nyumba nzuri umeletewa, inakuletea mvuto mpaka inafika mahali unaipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndiyo maana ya pendo, kuvutiwa na kitu fulani na kiingie katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Pendo linaingia kwa mtu kutoka kwako kwa ajili ya matendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna matendo ambayo yanafaa kuonekana ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikuja tu mtu akae tu mahali akiangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni lazima kutakuwa na kitu ndani ya huyo mtu, na hali hii humuingia mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunasema pendo litaingia kwa mtu kutoka kwako kwa ajili ya matendo yako mema. Kwa hivyo utakapotenda na kufanya mambo mema ama matendo yaliyo mazuri, hapo ndipo mtu atakupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wataka pendo la mtu lije kwako kivipi na wewe matendo yako ni mabaya? Wataka watu wakupende vipi na wewe matendo yako ni mabaya? Kuna mambo lazima ukaweze kuiangalia. Hakuna mvuto utakao kuja kwako na uingie mtu hata akupende kama matendo yako ni maovu. Katika wale ambao walitembea na wakavutia watu, ni wale walikuwa wakiyatenda na kukaa katika matendo yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo utakapofanya matendo mema na kuendelea kuyatenda yaliyo mema, hivyo ndivyo utaleta mvutio kwa watu wengine, ndio watakupenda zaidi. Haleluya. Amen. Ujiulize mahali ambapo unaishi, unaishi vipi na majirani wako? Unaishi vipi na majirani wako? Ndio majirani wako wakupende, ndio majirani wako wapate mvuto kupenda. Unaishi na wao vipi? Matendo yako yakoje kwa majirani wako? Matendo yako yakoje kwa ndugu zako? Ili kwamba mtumishi wa Mungu akupende ama watumishi wa Mungu akupende, matendo yako yako vipi katika nyumba ya Bwana? Bwana Yesu apewe sifa. Amen.
Itakuwaje matendo yako yawe ni mazuri ukose kupendwa? Itakuwaje matendo yako yanavutia watu ukose kupendwa? Na itakuwaje matendo yako yawe mabaya yanayopendwa? Kwa hivyo utakapotembea katika matendo yanayofaa, ni lazima watu watapata mvuto kutoka kwako, na watu watakupenda. Si mtu bali watu watakupenda, na Mungu itakuwa ni zaidi. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mara nyingi matendo yako yakiwa mabaya, pendo huondoka. Bwana Yesu kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo pendo huondoka kwa mtu kama matendo yako ni mabaya. You are not straightforward man or a woman. Umekuwa ni mtu ambaye matendo yako ni ya uongo, ahadi zako ni za uongo. Watakupenda vipi hao watu? Hakuna pendo utakaoliona kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome katika kitabu cha Mathayo 3. Mathayo mlango wa 3 mstari wa 16 mpaka 17. Mathayo anasema nini pale? Kwa maana jinsi hii Mungu Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 3:16. Sema amen. Sema amen. Maandiko yanasema, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara alipotoka ndani ya maji, ghafla mbingu zikafunguka, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua na kutulia juu yake. Nayo sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa ambaye napendezwa naye, napendezwa sana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma hapo. Inasema, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka mjini, na tazama mbingu zikamfunikia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama huo ukija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Sauti ilitoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikamthibitisha kabisa ya kwamba huyu ndiye mwanangu ninayependezwa naye, wala asingetokea mtu mwingine kama sio Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Na haya yalitendeka ni kwa ajili matendo ya huyu mwana ilikuwa mazuri kwa Baba, ndio Baba akampenda mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baba hawezi kupenda ama mzazi hawezi kupenda ikiwa matendo yako ni maovu, ikiwa matendo yako ni mabaya, ikiwa ahadi zako ni za urongo. Hakuna vile nafika mahali unamwambia mzazi, nitakununulia gari, nikanunulia ploti, halafu ifika hiyo siku usifanye. Yeye hataongea kitu. Lakini ukaenda kujua kwamba mvuto kati yake na yeye, kati yako na yeye itakuwa inaondoka. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Pigie Bwana makofi mazuri kama tuko na wewe. Matendo mema yalipata nafasi. Bwana Mungu akasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa. Huyu ndiye mwanangu ninayependezwa. Matendo ya huyu mwana yalikuwa mema. Hivyo ndugu yangu mpendwa, mtu wa Mungu, ili pendo liwe juu yako kwa mzazi wako, ni lazima matendo yako yakawe mema na yakawe mazuri. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama unanielewa, nyosha mkono wako juu, fanya hivi. Haikuwa rahisi na si rahisi sauti kutoka mbinguni kwa ajili ya huyu mtoto. Naongea hivyo kwa sababu Yesu alikuja kwa hali ya mwili na akatembea kama mimi na mtu mwingine, hata wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mazingira ya duniani aliyaona, lakini ilifika mahali akatengeneza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akayafuata maagizo ya Mungu, akatembea sawasawa na kile ambacho Baba alimwambia. Ndio ikathibitisha, sauti ikashuka, ndio ikamwambia, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu mpendwa, mtu wa Mungu,
ili kwamba kuwe vizuri, ili kwamba ukaweze kuwa na mvuto kwa wazazi wako, ni lazima matendo yako yawe mema, matendo yako yawe mazuri. Sema amen. Pigie Bwana makofi mazuri. Ukaona kujua katika moyo wa mzazi, hapo ndipo kuna baraka zimebebwa. Utakapo matendo yako mazuri atakapoonekana mzazi, kile atakapoachilia hata sema nimekubariki. Kama vile akiwa na raha mzazi, hivyo ndivyo maisha yako yanazidi kuwa mazuri. Sema amen. Haleluya. Kwa hivyo ndugu yangu mpendwa, mtu wa Mungu, tengeneza na Mungu, matendo yako yakawe mazuri, matendo yako yakawe mazuri, ukaweze kuwa mvutio na ukavutia wazazi wako na hata mtu mwingine, ili kwamba ukatengeze pendo ndani yako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yesu ndiyo apendwe na baba yake, alijifunza kunyenyekea kwa baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Alijifunza kunyenyekea kwa baba Yesu, ili kwamba apendwe na baba yake, pendo la baba liingie kwake. Yesu alijifundisha kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima ukajiulize, unatembea vipi na wazazi wako? Ni lazima ujiulize, unatembea vipi na Mungu wako? Bwana Yesu asifiwe sana. Je, kuna unyenyekevu unaonekana ndani yako? Je, ni jambo gani chema ambalo linaonekana ndani yako siku ya leo? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Hauwezi kupendeza ama kuleta mvuto wa pendo kwa baba yako kama matendo yako hayafai na yapendezi. Hivyo mpendwa, nimekuja nikurekebishe, nikuambia kwamba tengeneza na Bwana, tengeneza na wazazi wako, tengeneza na Mungu, ili uvuto ukaonekane kwa Bwana. Yesu atakapoona kule nzina kupata mvuto wako, ndio hapo ataachilia baraka. Unahitaji neno moja pekee kutoka kwa Bwana, ya kwamba huyu ni mwanangu pendwa ninayependezwa naye. Sema amen. Amen. Haleluya. Pigie Bwana makofi kama tuko pamoja. Haleluya. Kutii sauti ya baba kwa njia ya heshima kuu ni ya pili hiyo. Haleluya. Pale unaambiwa alinyenyekea, na hapo unaambiwa alitii sauti ya baba kwa njia ya heshima kuu. Alitii sauti ya baba kwa njia ya heshima kuu, na maisha yake mtu huyu hayakuwa chini. Maisha yake mtu huyu hayakuwa chini. Mtu huyu alikuwa akitoka ni kwa ajili ya jambo fulani mpaka apate mafanikio, kwa sababu njia zake zilikuwa sawa kati yake na Mungu. Njia zake zilikuwa sawa kati yake na baba yake na wazazi wake. Ndugu yangu mpendwa, mtu wa Mungu, ujumbe huu ni wako, na ujumbe huu inafaa ukaushike na ukashikamane. Kuna mambo ambayo Mungu hayapendi: kukosa kutii, kukosa kuheshimu, kukosa kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzazi wako aliyekuzaa kwa tumbo lako, ni lazima ukaweze kuachilia heshima na kutiifu, ili kwamba ukabarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atakapokuambia fanya hivi, hapo usipitie, pita na hapa, hiyo ndio inafaa ufuate, ili kwamba ukaleta mvuto kwake na kupende. Pendo liko na gharama, si kila ambacho mwanadamu anafikiria. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hata kuja kanisani mapema kusema kabisa mimi sitawahi kosa kanisa hata nishikwe na jambo gani, hiyo ni heshima kuu sana. Umemheshimu Mungu, umeheshimu ibada, na Mungu lazima atakupenda. Amen. Haijakuwa rahisi vile watu wanaofikiria. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Weka pendo lako, weka mvuto kwa njia ya unyenyekevu, kwa njia ya utiifu, kwa njia ya heshima. Heshimu wazazi wako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ili kwamba Mungu apendezwe na wewe, shika mashati, ndiyo baraka za Mungu zitaonekana kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe unataka kushika mashati alafu wataka ubarikiwe.
Haleluya. Wewe ulipeza lini nyumbani? Wewe unaniangalia kwa runinga hii, ulipeza lini kwenda nyumbani? Wazazi wako wako na raha mahali wapo, ndio ili waendeshe kazi ya Mungu. Wazazi wako wakoje? Bwana Yesu asifiwe sana. Liangalie sana jambo hili, wewe na Mungu. Mungu anasemaje kuhusu? Mungu wako wako sawa pamoja na wewe, ama kuna mahali ulipita sivyo ndivyo? Kuna mahali ushika na kuna mahali ushiki. Ni lazima ujiulize, na ukiona njia zako haziendi vizuri, ni sharti urekebishe, ili kwamba ukapate baraka na ushindi wa Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nisomee katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 28. Tunaanza mstari wa kwanza mpaka wa 7. Sitakosa kusema maneno haya kwa sababu ni mambo yetu yanayotuhusu sisi tuliokoka. Sema amen. Na hata wale ambao hawajaokoka inawasaidia. Kumbukumbu la Torati mlango wa 28 mstari wa kwanza tunasoma mpaka mstari wa 7. Itakuwa itakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizo zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini